mmefanikiwa ama tumefanikiwa kufuzu hatua inayofuata, hatua ya kwanza kabisa ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini wanasemaje vile wale msemaji pale? Sema gani? Sema pale bana, sijui jini ametoka ila mganga yuko hoi. Mechi ngumu, mechi tafu. Kikubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza tumeweza kufuzu katika hatua inayofuata. Hakuna sejua toka mechi ya ugenini. Tumekutana na Gaborone, timu nzuri, timu yenye quality kubwa, timu yenye uwezo mkubwa kiwanjani, kuanzia nafasi ya ulinzi mpaka nafasi za beki mpaka mbele ushambuliaji. Lakini mwisho wa siku quality ya Simba, uzoefu wa Simba ndio umeweza kuamua matokeo ya leo. Kongwe Msimbazi. Yes, katika mashindano haya ya Champions League barani Afrika. Kwa hiyo tunacha kujipongeza, tumefuzu katika hatua inayofuata. Hilo ndio kubwa kwetu sisi. Tulikuwa tunatamani tuweze kufuzu. Haijalishi unakutana na nani, unakutana naye wakati gani, kwenye timu gani, ukiwa na nani, awe ni kocha mgeni, awe ni kocha aliyekaimu, awe ni kocha mkuu. Kikubwa kufuzu katika nini? Katika hatua inayofuata. Na ndio tuliweza kufanikiwa kwa siku ya leo. Kwa tunawapongeza wachezaji wetu. Ni nafasi kubwa, wametutoa kimasomaso, ijapokuwa ni goli moja nyumbani, wote tukishinda katika mikwaju ya penalty, lakini goli la ugenini limeweza kufanya nini? Kutubeba katika mchezo. Mchezo uliopita wa ligi kuu dhidi ya Fountain Gate Simba walicheza vizuri sana, na kila ambaye alitazama nasema mpira ni mchezo wa wazi. Leo kidogo kama imeonekana timu kidogo haikuwa katika kiwango ambacho wana Simba walitarajia kwa nyumbani. Labda kukosekana kina Baby Mary, akina Mzaramo, akina Kisugu, Benjamin Mkapa inaweza kuwa sababu ya hiki ambacho tumekiona. Tuachane, mchezaji wa 12 ni muhimu sana ndani ya uwanja. Hii yote imechagiza, lakini sio kwamba wamecheza vibaya. Nafikiri mchezo wa Fountain Gate tulikutana na timu ambayo kidogo haiko kwenye quality ile ambayo kila mtu alizoea kama tuliokutana nao leo dhidi ya Gaborone. Gaborone imekuwa ni timu ya kitofauti. Imekuwa ni katika hatua hii ya awali tunapokutana kwenye mashindano ya Champions League. Hajawahi kukutana na ushindani wa namna hii. Lakini leo tumekutana na ushindani mkubwa. Kwa hatusiti kuwapongeza kwamba ni timu nzuri ambayo imetutoa kimasomaso. Ndio maana hata sisi ule ubora wetu umeweza kufanya nini? Umeweza kuzimwa. Tumecheza mpira dakika 90. Tumeona wachezaji wengi wamepambana, tukiwemo kina Morris Abraham. Leo ni mechi ya kwanza wameweza kupata nafasi. Wameonyesha performance ya hali ya juu, lakini huwezi kuiona kwa jicho lile la kawaida. Lazima uone kwamba upinzani wetu ulikuwa ni mkubwa. Lakini pia Jean Shalea ameweza kupata clear chance kadhaa, mbili ambazo ni clear kabisa, ambazo hata mimi Baby Mary ningekuwa pale kwenye 18 naweza kusema nilitupia mbili, unakumbuka Kwa hiyo naweza kusema kwamba ile nafasi naweza nikafunga, lakini wote ni ugumu wa mechi tuliokutana nao. Kwa hiyo hatuna cha kuzoza sana, hatuna cha kuwazomea sana, ni quality ya mpinzani wetu tuliokutana nao. Tumekutana na timu nzuri, timu ambayo imeenda kutuamulia matokeo ya sare ya kuweza kutufuzu katika hatua inayofuata. Sizungumzii kwamba Simba Sports Club ni mbaya, lakini ni timu yetu ambayo bado haijapata ule muunganiko mzuri. Tuna wachezaji wengi. Alassane Kante umemwona anazidi kuimarika, anazidi kuwa kitofauti zaidi. Hatujamwona Nabi Kamara. Nabi Kamara alisajiliwa katika kikosi cha Simba Sports Club akichezea katika nafasi za nini? Za nyuma za ulinzi, lakini nambari 3. Lakini mimi natamani yule Alassane Kante acheze katika nafasi ya mbele, acheze winga kushoto, kulia au katikati pale kwenye nambari 10 akagombanie namba na Jean Shalea tuendelee kuona nidhamu bora. Musa Pinpin Kamara anaendelea kufanya kila siku Simba sehemu ambazo watu wanaamini kwamba hapa mambo ni magumu, lakini wana Simba wanaondoka akiwa vifua mbele, wanatamba bora wake. Tunampongeza sana Pinpin Kamara, lakini pia tunampa pole kwa majeraha aliyopata. Mechi muhimu, mechi ngumu katika siku hii ya leo. Ameweza kutoka katika dakika kadhaa, hakuweza kumaliza mchezo. Hii yote ni kutokana na majeraha aliyopata. Kazi kubwa ameifanya. Tumeona save mipira kadhaa ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana katika mchezo huu. Hii yote imempelekea kupata majeraha katika mchezo wa leo. Lakini goalkeeper muhimu, goalkeeper ambaye wana Simba tunamtegemea. Tuna baki yake nyuma, Yakub Suleiman, kipa la Chani. Ni balaa yule. Yaani pale Simba sasa hivi akitoka yumo, akiingia yumo. Kwa hiyo tunampongeza na Pinpin Kamara Spiderman. Nafasi yake ni muhimu sana katika Simba Sports Club. Majeraha ndio ameweza kumtoa katika mchezo wa leo. Lakini huwezi jua, ya Mungu ni mengi. Huu mchezo ulikuwa una mbinu, una kazi kubwa, una mambo mengi nje na ndani ya uwanja, mpaka ameweza kumtoa nje, lakini mwanzo akaweza kumalizia. Huenda angemalizia yeye pengine wangemzuru.
Kwao alipumzika katika nafasi yake, lakini amesave michomo mingi ambayo ni ya muhimu katika zile dakika kadhaa. Simba anaenda hatua inayofuata. Hiyo ni muhimu, na ametoka akiamini kwamba ni kazi yangu nimeimaliza. Weka kamilisha tu katika zile dakika zilizosalia. Kwa hiyo wana Simba tusiwe na shaka, Simba Sports Club inahitaji tu kocha aliyekuwa bora. Kuna haraka kupata mwalimu mwingine? Uharaka upo kwa sababu tunaendelea katika mashindano yajayo. Nafikiri tutaingia tu kwenye mapumziko mafupi tukimaliza mechi yetu ya Jumatano dhidi ya Namungo Sports Club. Tutaingia kwenye mapumziko mafupi kupisha kalenda ya CAF. Baada hapo tunaingia katika raundi ya pili ya Champions League. Ile ni raundi muhimu sana. Hata hii ya leo inakuwa haina nguvu kama ile ya kwenda kufuzu katika hatua ya makundi inayofuata. Kwa hiyo tuwape muda wachezaji wetu, tuwasapoti. Kikosi ni kipana sana. Nafikiri hata kocha aliyeondoka kuna namna moja ama nyingine kwamba kikosi kiliweza kumzidi au kumpalia. Ndio maana tulikuwa tunaongea maneno mengi. Lakini tuwape muda wachezaji wetu. Tuna wachezaji wazuri, wachezaji wageni. Umemwona Mligo nambari 5. Mbavu ya kushoto. Ile mbavu ameizima. Tuko na mbavu ya kushoto ile nyingine. Ile ameizima kabisa. Lakini ukiacha Anthony Mligo tuna Morris Abraham. Ni mchezaji ambaye tunakuja kuikumbuka ile sign ya Mixon kutoka UD Songo. Mechi ambayo ilitutoa kimasomaso ikatuvua. Ile mechi mimi nina historia moja kubwa sana niliacha katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa Morris Abraham moja kama kukava ile nafasi. Kwa Morris historia gani? Kwanza hebu igusie kidogo. Hiyo story tuweze kugusia kwa sababu inaingia kwenye maisha binafsi ya kibinadamu. Kwa hiyo tuiache kama ilivyo, lakini mwisho wa siku nakuja kukumbuka kwamba Morris Abraham amekuja kama Morrison wa namna nyingine. Lakini pia tuna mastrika wazuri Jonathan Soa katika first half ya kwanza aliweza kuanza mchezo wa leo, lakini pia tuna Steven Dese Mkwala. Hatukumuona Seleman Mwalimu. Mechi zijazo tutamuona. Kwa Simba Sports Club iko katika kujitengenezea nafasi nyingi. Mashindano ni mengi, wachezaji ni wengi, ila tutakuwa wachoa fadhila tukimnyima Rushain Dirok nafasi yake ya nyuma pale katika beki ambayo imekuja ikaingia indirect katika first 11 ya Simba. Lakini leo kuna mtu amebatizwa. Kuna mtu alikuwa anaitwa nani yule beki yule? Simba ama wa Simba. Msimu uliopita alikuwepo. Shamu Karabua. Kuna jina amepewa ni nini? Inspector. Mimi nilikuwa sijali. Unajua mtangazaji wa leo amenikosha sana. Nilikuwa nasikiliza wengi tunaangalia live ama watu yasikii. Inspector Shamu Karabua. Bwana anafanya kazi kubwa sana. Kwa ile nafasi ya nyuma ya ulinzi tu kweli iko vizuri. Lakini pia Mligo ameenda kuongezea ile beki nambari 3 pale imeweza kutulia zaidi. Kwa kikubwa tu ni kuiombea dua timu yetu katika michezo inayofuata, utulivu wale. Tupate kocha ambaye anajua wachezaji wa namna gani kuweza kuitengeneza Simba Sports Club. Mwaka huu tutafanya makubwa sana. Sasa tumalize na hili, zungumza na Simba na kampeni ya letu sote, lakini kuelekea hatua nyingine zinazofuata za kimashindano. Nafikiri wana Simba tuipe support timu yetu. Tunaelekea katika mchezo wa NBC Tanzania Bara siku ya Jumatano katika dimba la Benjamin Mkapa. Tujitokeze kwa wingi, tuipe support timu yetu. Yalopita yamepita, tumefuzu. Hilo ndio likubwa kwetu. Tuombe tu kwa viongozi wetu wa Simba Sports Club waweze kutupatia kocha aliyekuwa bora na mwenye kukiona kile kikosi kipana kwamba Elie Mpanzu nitamweka na nani, Morris Abraham atacheza na nani, lakini Rushain Dirok atacheza na nani? Anaanza Pinpin Kamara au anaanza Yakub Suleiman? Hilo ndio likubwa kwa sisi. Kikubwa dua. Naamini katika msimu tutafanya makubwa sana. Nikwambie kitu kimoja, umependeza na uzi wako ubayo. J Root yuko live.